Utakapoziona ndoto hizi 7 usingizini, furahi. Tena furahi kweli kweli, kwa sababu ndoto hizi zinapokuja zinaashiria furaha, kufungukiwa kwa mambo na biashara njema sana kwa muotaji. Na ndoto hizi hawaote isipokuwa watu ambao wenye hadhi na fungu kubwa sana ambalo subhanahu wa ta'ala Allah amewaandalia watu hao hapa duniani. Utakapoziona ndoto hizi, jitahidi sana kufumba mdomo wako, kama ilivyo kwa zile ndoto ambazo nimesema usihadithie watu ndoto mbaya, kwa sababu ukihadithia zitatokezea na zitakuletea madhara. Lakini kwa ndoto njema usizihadithie, kwa sababu utakapozihadithia watu watakuhusudu au wataenda kukufanyia ubaya. Kwa maana pia ujifunze kufumba mdomo wako. Kuna watu wengi sana wanaharibikiwa na maisha yao, wanaharibikiwa na mambo yao kwa kutokuuweza mdomo wao. Si kila utakaloliona ulihadithie. Sawa. Kwa hiyo ndoto 7 hizi ambazo nitakazozitaja hapa, kama utakuwa ni mwenye kuziona usingizini mara kwa mara, ama hata kama ni mara moja mara mbili, lakini ikiwa zinakuja miraran wa tikraran, yani zinajirejea, una bishara njema sana duniani. Wewe sio tena wa kuhangaika sana, muombe Allah tu basi, ndio kilichobakia. Allah ameshakufungulia mengi sana. Ndoto ya kwanza, utakapojiona usingizini unatembea na yule ambaye tayari ameshafariki, yani maiti, iwe baba yako, iwe dada yako, iwe mama yako. Utakapomuona usingizini amekuwa anatembea na wewe, kisha anabashasha na yani kila unalolifanya na yeye yuko na wewe. Na vile vile ukimuuliza, lakini wewe si umeshakufa, anakujibu mimi sijafa, yani ana furaha yani. Sawa. Utakapoliona hili usingizini mwako, ndugu yangu, furahi. Tena furahi, kwa sababu ni ndoto njema sana. Ndoto hii ina maana gani? Ndoto hii, na hasa hususan atakapokupa kitu, yani chochote cha halali, iwe ni kula, mavazi, atakapokupa tu, bwana chukua hichi kama ni zawadi, furahi kweli kweli. Usihadithie ndoto hii. Wallahi alazim, vuta wiki mbele, siku 3 siku 4, uone mambo yako yatakavyofunguka. Ndoto hii ina maana gani? Ndoto hii ina maana hii: utaondokana na madeni, vigingi vya maisha vitakuondoka, utapona maradhi yako, umri mrefu. Yani kiufupi kwamba Allah atakufungua sana na maisha yako. Hiyo ndiyo ndoto ya kwanza. Na ndoto hii mara nyingi sana wanaoota ni wale ambao watakaokuja kuyafanya yale ambayo aliyoyawacha maiti. Yani yule maiti yule, mambo ambayo kayawacha yeye, huyu anayaota huyu, yeye pekee ndiye mtu ambaye atakayeweza kuja kuwa na yaendeleza yale mambo kutokana na roho yake, kwa sababu roho yake yeye na roho ya huyo maiti, huyu ambaye amefariki, roho zao zinaendana. Ndio maana ukajikuta unamuona huyo mtu usingizini, ukiamka muombe dua. Sawa. Hiyo ni ndoto ya kwanza. Ndoto ya pili, utakapojiona usingizini unanyoa nywele au unapunguza nywele. Ukijiona usingizini unanyoa nywele au unapunguza nywele, furahi, abshir, furahi, kwa sababu ndoto hii ina maana hii utatokana na maradhi ambayo yanakusumbua. Utaondokana na maradhi ambayo yanakusumbua, na maradhi haya utakapoondokana nayo, wewe tayari unakuwa tena huna wasiwasi, usiwe tena mtu wa kuhangaika. Na vile vile utatoka katika dhiki ambazo zinazokusumbua. Dhiki zote ambazo zinazokusumbua utaondokana nazo. Hiyo ndiyo maana kujiona unanyoa nywele usingizini au unajipunguza nywele zako usingizini. Sawa? Hiyo ni ndoto ya pili. Ndoto ya tatu, utakapokuwa unajiona unalia usingizini kweli kweli. Yani unalia usingizini. Kuna watu mpaka unajikuta mtu anaamka usingizini anatoka na machozi. Wapo. Ukijiona unalia usingizini ama una huzuni kubwa sana usingizini, usishtuke. Hiyo ni ndoto njema sana. Tena furahi, kwa sababu yatakuja mambo ya kheri mbeleni ambayo wewe hujayatarajia. Na kama ikiwa mtu kampoteza mpenzi wake, yani labda mume wake ama mke wake, akajikuta usingizini na huzuni kama hii, fahamu ya kwamba Allah atakuletea mtu mzuri zaidi ya huyo ambaye umempoteza. Abshir, furahi. Kwa utakapojiona unalia usingizini, maana yake ni faraja kubwa sana na furaha kubwa sana ambazo zitakuja kwa haraka kwa wewe, zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile utakapoiota nyumba ya mtu, yani nyumba ya mtu ndo kuna msiba ndani yake na watu wana huzuni, wanalia, fahamu ya kwamba hiyo nyumba uliyoiota hiyo
hiyo nyumba uliyoyota ndio nyumba ambayo utakayokuja kupata faraja kubwa sana baadaye. Kwa maana hiyo ni ndoto ya tatu, ambapo utakapoiona wewe usingizini unalia, una huzuni usingizini, umeamka na machozi, usisikitike, furahi na nyamaza kimya, usimhadithie mtu. Ndoto ya 4, utakapojiona usingizini umepanda kipando. Yani usingizini utakapojiona umepanda kipando. Kipando chochote ambacho tutakachokipanda, na maanisha kipando ni kipando cha wanyama, wale ambao wanapandwa farasi, ngamia kama hao. Wale ambao wanatumiliwa katika safari za wanadamu. Utakapokiona kipando chochote usingizini, sawa, fahamu hiyo ni faraja. Tena ni faraja kubwa sana. Na utakapokiona kipando usingizini, hii kinaashiria kwamba utapata faida katika biashara zako ambazo unazozifanya. Yani kama wewe ni mfanya biashara, basi utapata faida kubwa sana katika biashara yako na utainuka kutoka hapo ulipo. Sawa. Lakini utakapoona vile vile kipando katika utakapoona kipando katika usingizi wako kwa mwanamke ambaye hajaolewa, hii ni ishara ya kwamba yule mwanamke ambaye hajaolewa atapata mchumba ambaye atakayekuja kumposa na atamuoa na atakuwa mwanamume wa kheri kabisa. Allah wajalie wale ambao hawajaolewa. Na vile vile ikiwa utaota ndoto hii wewe mwanandoa ambaye ndani ya ndoa, basi fahamu ya kwamba wewe utatoka katika dhiki ya ndoa yako ambayo unaishi nayo sasa hivi, utaingia katika faraja ambayo Mwenyezi Mungu tayari amekuandalia. Lakini ndoto hii atakapoiota yule ambaye ana mimba, fahamu ya kwamba wewe mjamzito, kama umeota, zingatia rangi. Je, hicho kipando kina rangi gani? Ikiwa kina rangi nyekundu na nyeusi, huyo ni mtoto wa kiume ambaye atakuja. Ikiwa ni rangi nyeupe, huyo ni jike. Kwa maana hiyo ni ndoto ya 4, kuona kipando usingizini. Ndoto ya 5, utakapoona usingizini mvua inashuka. Na si ile mvua ya gharika, hapana. Mvua ya kawaida tu. Sawa, ile ya kistaarabu kabisa. Ukiona mvua usingizini, mvua tunafahamu kabisa kama ni khairi na baraka tupu. Kwa hiyo ukiona mvua usingizini na ukajiona unatembea kwenye mvua, fahamu ya kwamba utapata khairi nyingi sana. Utapata khairi nyingi sana. Kama ni mali, basi zitaongezeka zaidi ya hapo zilipo, na kama ni watoto, basi utapata zaidi ya hao uliokuwa nao. Hiyo ndiyo maana ya mvua. Na utakapojiona vile vile kwenye mvua unayachukua maji ya mvua na unajipangusia nayo katika uso, unajipangusia nayo katika mwili, fahamu ya kwamba wewe utatokana na maradhi ambayo yanakusumbua. Hiyo ndiyo ndoto ya 5, utakapoiona usingizini furahi sana, kwa sababu ni khairi ambazo zinakujia. Ndoto ya 6, utakapoiona ni ndoto ya kumuona njiwa. Ukimuona njiwa usingizini, furahi, kwa sababu njiwa ana maana ya kuleta habari njema. Pengine ulikuwa umeenda kuomba kazi, au labda ulikuwa unatarajia mume, au labda ulikuwa unatarajia majibu kutoka sehemu fulani. Ukimuota njiwa usingizini, fahamu ya kwamba kuna habari njema sana inakuja. Lakini pia maana ya pili ya kumuota njiwa usingizini ni kuondokana na hofu ya maisha, ya kile kitu ambacho unachokiogopa. Yani kama una kitu mfano unakiogopa kinakuathiri, ukikiona usingizi, yani ukimuona njiwa usingizini, fahamu ya kwamba utaondokana na hiyo hofu ambayo inakusumbua. Kwa hiyo njiwa na maana mbili. Maana ya kwanza ni bishara ya jambo jema, taarifa njema, na maana pili kuondokana na hofu ambayo wewe inakusumbua kwenye maisha yako. Na ndoto ya mwisho ya 7 ni kuona kuku au kuona yai usingizini. Yani ukimuona kuku au yoyote yule na utakapoliona yai usingizini, fahamu ya kwamba wewe utapata khairi nyingi sana. Yani ukiliona yai kama yai, ama ukiona unanunua mayai au unauza mayai, lile yai kuliona usingizini peke yake, basi ni kufungukiwa kwa mambo mengi sana. Na kama ni mfanyabiashara, basi utainuka zaidi ya hapo ulipo. Na kama unafanya kazi nyingine yoyote, basi hata kama ni ofisini pia utainuka cheo kutoka hapo ulipo. Kiufupi ni kwamba wewe tayari utakuwa ni mtu mkubwa. Hiyo ndiyo maana ya kuona yai usingizini. Na kuku maana zake zinaendana ni hizo. Kwa maana jamani, utakapoona ndoto hizi, inshallah jitahidi sana kuufumba mdomo wako, kwa sababu
midomo ndio ambayo inayotuponza. Kuna watu wanazaliwa vizuri, wanaishi vizuri, lakini ule umbele wao na kutaka kujifanya waonekane wana makarama. Maana kuna watu nawaambia hapa kwenye video hapa, usihadithie ndoto fulani, ndio anapokuja kuielezea hapo kwenye comment. Kwa hiyo watu wale alafu baada ya mtu anaanza kusikitika, mie sijui jamani narogwa, kumbe unayatafuta mwenyewe. Jitahidi sana uweze mdomo wako utakapoona vitu hivyo, na Mwenyezi Mungu atusaidie inshallah. Utakapoona mambo haya, jitahidi sana uweze kuyafahamu, na wewe kaa usubirie kudra za Mwenyezi Mungu, inshallah Allah atakufungua kwa kila la kwako ambalo ulikuwa nalo. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.